Ibrahim Rahbi tayari yuko hapa, tazungumza naye kuweza kufahamu hasa hayo ambayo umeagusia kwenye habari. Ibrahim, karibu sana. Shukran, asante. Tukianzia kule Ukraine, mabadiliko haya katika uongozi ambayo yamekuja hivi wakati huu yamehitajika? Kumekuwa kuna umuhimu wa kuwa na mabadiliko haya kwa sasa hivi? Kumekuwa na mabadiliko ya mara kwa mara. Unajua Zelensky toka muda wake ulipomalizika mwezi wa 5 mwaka juzi, muda wake ulikuwa umeshamalizika. Kwa hiyo toka kipindi hiko amekuwa akijaribu kufanya mabadiliko ya hapa na pale. Unajua mabadiliko ya kisiasa ndani ya Ukraine hivi sasa yanaweza kuwa yasiakisi moja kwa moja kile ambacho kinaendelea, kwa sababu stori kubwa zaidi inabaki ndani ya Ukraine kuwa ni hali ya vita iliyopo hivi sasa na mashambulizi na kile kinachoendelea kwa hivi sasa ndio hali iliyopo. Na haya mabadiliko kwa sasa hivi, Rahbi, ukiangazia na yote ambayo yanatakiwa sasa kufanyika, serikali ambayo imekuja sasa hivi, viongozi ambao wamekuja sasa hivi, kuna chochote ambacho wanaweza kusaidia kubadilisha sasa ule msimamo ambao Zelensky amekuwa nao kwa muda mrefu wa kuto kuiachia Ukraine na kumpa ushindi Putin? Ni vigumu kwa sababu hata haya mazao yote yanatokana na yeye bwana Zelensky. Kwa hiyo bado sana anachagua watu ambao wanaendana na yeye, na unajua msimamo wake umebaki kuwa ni ule ule tu, kuwa kuiachia Ukraine, kuihamishia kwa Urusi ni kitu ambacho anahisi hakiwezekani. Kuna wakati niliwahi kusema kuwa ikiwa watashindwa sana kumshawishi Zelensky, kwa sababu kuna wakati Trump alishafanya maamuzi ya kumaliza huu mzozo, hasa akiipa sana Urusi, naipa na kuipa. Sasa kikwazo kikawa ni bwana Zelensky, na unakumbuka mkutano ule wa mwaka jana uliofanyika mwezi Februari pale kwenye ofisi ya Oval walivyokuanguana, ilikuwa ni hali hiyo. Sasa nilisema wakati huo kuwa kuna njia moja inaweza ikatumika, kuwa ima wafanye juu chini wanamuondoa madarakani, ima kwa kumshawishi yoyote kuwa nchi iende kwenye uchaguzi, au wamwanzishie zengwe lolote kubwa ili waweze kumuondoa. Na kweli katika kipindi kile kukaibuka kashfa kubwa ya mawaziri wake kuhusishwa kwenye rushwa, lakini ikaelekea kuwa huenda ingeenda moja kwa moja na Zelensky, na hayo mambo yakapotea baada ya Marekani kutoa tension yake tena kwa Ukraine kuelekea Mashariki ya Kati. Kwa hiyo kukawa kama kuna nafuu kwa serikali ya Zelensky. Lakini hata sasa sioni kama kuna tishio la moja kwa moja kwenye hii serikali ya sasa, kwa sababu bado bwana Zelensky ana udhibiti mkubwa wa serikali mpaka hivi sasa. Yani ile mikono ya nje ambayo ilikuwa inaonekana huenda itaingilia kwenye serikali ifanye maamuzi ya kubadili upepo, bado haijaingia moja kwa moja, na hii lote linaakisi kile kinachoendelea Mashariki ya Kati. Huenda baada ya kubadilika kile kilicho Mashariki ya Kati tukashuhudia vitu vingine ndani ya Ukraine. Sawa, pamoja na hili swala la Ukraine, huku Iran na Marekani unaweza kusema kama vita vimeanza upya hivi, tumefikaje hapa Rahbi? Kuna vitu viwili mpaka vitatu vimetufikisha hapa tulipo. Jana kumekuwa na matangazo mawili tofauti. Kuna tangazo lilitolewa na Irani mapema kabisa, wakasema kuwa wameufunga kamili tena mlango wa Hormuz. Tangazo lililotoka mchana kwenda jioni likatolewa na CENTCOM kuwa mlango uko wazi, meli zinaweza kupita tu kama kawaida chini ya uratibu wa Marekani. Na baadaye tena Donald Trump jioni akiongea na vyombo vya habari akakazia pale pale, akasema kuwa mlango uko wazi, unaweza meli zikaendelea kupita. Sasa hapa tumefikaje? Nadhani nilizungumza wiki jana hapa, lakini siku ya Jumamosi msuluhishi mkuu wa huu mgogoro upande wa Irani ambaye ni Spika Mohamed Ghalibaf aliweka kwenye mtandao wa X, kuna andiko moja aliliweka, na lile andiko alikopi kutoka kwenye MOU ya makubaliano ya vifungu 14, akaenda kifungu cha 5 akakikopi akakiweka kwenye mtandao, ambacho kifungu kinasema hivi kuwa ikiwa Marekani na Irani watafikia makubaliano ya kusaini hii MOU, udhibiti na uratibu wa shughuli za meli kuingia na kutoka kwenye mlango wa bahari wa Hormuz kuanzia pwani ya Irani mpaka ya Omani utakuwa chini ya uratibu na udhibiti wa IRGC. Hiki ni kifungu cha 5 kwenye MOU. Kwa hiyo Irani wanakitumia sasa kama sababu ya wao kwa nini wanajibu hiki kinachofanywa na Marekani. Sasa
Wakati uratibu umeanzwa katika siku 60 ambazo wamekubaliana kuwa kutakuwa na usitishaji na Irani ataratibu njia, Marekani yeye alianzisha njia kupitia shirika la kimataifa la baharini la UKMTO ambayo liko Uingereza kwa kuratibu njia mpya ambayo inapita upande wa Omani kusini mwa Irani. Yaani wanahamisha meli zinapita huku. Sasa Irani akawakumbusha kuwa no, tulisaini vingine. Tulichosaini sio nyinyi kuratibu. Yaani hamuhusiki kwa namna yoyote kwenye hili. Mimi ndio naratibu shughuli nzima ya kupita huku wala huku. Sasa CNN juzi iliandika taarifa moja ambayo kuwa unajua Araghchi alikuwa amekwenda Omani Araghchi. Sasa ikaandika taarifa kuwa Omani ilipeleka proposal kwa Irani, ikamwambia Irani inabidi sasa uruhusu na mimi njia yangu itumike, japo kuwa uratibu wote utatoka kwako. Yaani meli zote zinazopita kwangu zitaombea vibali kwako, manake wewe utakuwa na taarifa meli inayoingia na kutoka. Lilikuwa ni ombi ambalo halikuwa limejibiwa tayari. Sasa vurugu zote zimetoka ni baada ya njia mpya kuanzishwa. Irani wakaona kama kuwa kuna njama ya kusudi ya Marekani inafanywa ili kuweza kuvuta, yani kupunguza nguvu, kwa sababu ukiondoa nguvu ya Irani kwenye Hormuz, Irani anakosa nguvu. Hana unajua anaitumia Hormuz kutimiza anachokitaka kupitia. Sasa kama itaratibiwa kuwa meli hazina ulazima kupita kwenye njia ya Irani na ziamue kupita njia ya Omani, maanake nguvu ya Irani inaondoka. Sasa wanachokipigania Irani ni kudhibiti wa nguvu ya maamuzi kwenye mazungumzo au popote pale. Lakini wakati mwingine unaweza ukasema kuwa kile ambacho huwa nakwambia ni michezo ambayo Irani pia wanaipenda wakati mwingine, hii ya kucheza pembeni, kwa sababu tunacheza nje ya lengo. Lengo ilikuwa nuclear, lengo ilikuwa regime change, ilikuwa makombora, hatujadili. Tunacheza na Hormuz. Kwa tunakupeleka kwenye mchezo huu. Lakini haya yote yamekuwa, naweza kusema hizi siku 3 zimekuwa na vita kubwa sana. Ukiangalia kitu kingine ambacho kimesababisha haya yote kutokea ni taarifa iliyoandikwa kuanzia wakati Trump yupo kwenye mkutano wa NATO, iliyotolewa na vyanzo ambavyo vinasema kuwa Israeli imefanya uchunguzi ikagundua kuwa Irani inataka kumuua nani? Trump. Na mabango yalikuwa yameandikwa kule Mashhad wakati wanamzika Khamenei kuwa tutakuua, tutakuua. Kwa hiyo ikapelekea Trump abadili ndege alivyokuwa Uturuki, manake alikwenda na ile Air Force ambayo alipewa na Qatar. Wakati wa kurudi ikabidi aite Air Force One, anasema ina usalama zaidi na ina mifumo bora zaidi ya usalama, kwa hofu huenda Irani wangeweza kumshambulia. Toka pale Trump ndio akawa kama kapanic. Manake alitoa taarifa kuwa nimeagiza kuwa nikiuawa Irani imalizwe, isambazwe. Kwa hiyo ilikuwa ni katika ile panic. Sasa ili mfano jana gazeti la Israel juzi gazeti la Israel la Hayom liliandika taarifa moja ambayo lilichukua na yenyewe kwenye Wall Street Journal ya Marekani, ambayo inasema kuwa Israeli waliamua kutumia mbinu hiyo ya kusema kuwa wamefanya uchunguzi wa kijasusi kugundua kwa Trump atauawa na Irani, kuipeleka kwa Trump ili Trump apanic arejee vitani. Hiyo taarifa ilikuwa imeandikwa. Kwa hiyo katika hili kinachoendelea hivi sasa, kuna swala la Hormuz, kuna swala la tishio la Trump, kuna yote yanakwenda pamoja. Sasa na nani kafunga, nani kafungua? Irani wanasema tumeufunga, Marekani wanasema uko wazi. Majibu ya tumeufunga, uko wazi yatatolewa na wamiliki wa meli kuwa je, mnaweza kupita? Itakuwa jibu iko wazi. Hatuwezi kupita, itakuwa imefungwa. Ndio itakuwa hivyo. Na pamoja na Hormuz Rahbi, lakini tunaona kuwa vita vinaendelea. Ya, kabisa. Makombora yanarushwa Sana. Pamoja na Qatar miongoni mwa mataifa ambayo yalihusika katika usuluhishi, lakini naye amekutwa na makombora ya Iran. Hata Omani jana na Araghchi alikuwa Omani wakati inapigwa Omani. Umeona? Bahrain, Kuwait, Qatar, kote huko hakuna kabisa namna yoyote Marekani na Iran wanaweza kusuluhisha jambo hili, kwa sababu athari inatakiwa kwenda kwa Marekani moja kwa moja, lakini unaona Mashariki ya Kati wao kwa wao, unaweza ukaipata tafsiri hiyo kana kwamba Mashariki ya Kati sasa wameamua kupigana wao kwa wao. Walishawahi kusema, alisema balozi wa UAE kwenye Umoja wa Mataifa, nadhani mwezi mmoja uliopita au miwili, kuna mkutano mmoja wa Umoja wa Mataifa, alikuwa anasema kuwa tuliwaambia hatutaki nchi zetu zitumike kwenye mgogoro. Anasema tuliambia. Sasa kuna wakati hizi nchi hazina maamuzi. Kuna wakati. Ila kwa nchi chache zenye ushawishi. Mfano, kabla ya kufika makubaliano haya yaliyowapeleka kwenye MOU, Marekani alianzisha, kuna kile wanasema kuwa kusindikiza meli. Trump alikiita kuwa
operation kubwa ya kuifungua Hormuz. Ilikuwa imeandaliwa, wakaandaa ndege za kutosha. Ile operation inatajwa kuwa ilishindwa kufanya kazi kwa sababu ya ufalme wa Saudi Arabia kusema, kumwambia Marekani kuwa haturuhusu ardhi yetu wala anga yetu itumike kwenye hiyo operation, kwa hofu kuwa Irani watalipiza vibaya kwao kwa sababu wao wapo karibu. Na ndio hii iliyopelekea, inatajwa kwa, iliandikwa na New York Times nadhani mwezi uliopita, kulibuka mgogoro mkubwa sana kati ya maafisa wa Saudi Arabia na Marekani, wakiamini kuwa Saudia ni washirika wa Marekani. Kwa nini Saudia inakataa Marekani isitumie ardhi yao? Na hii ikapelekea taarifa iliyoandikwa na vyombo vya habari karibu wiki mbili zilizopita kuwa Marekani ina mpango wa kuhamisha karibu kambi nyingi za kijeshi zilizo katika nchi za Kiarabu kuhamishia Israeli. Na hii yote ni mgogoro ule kuwa Saudia walikataa kutumia shambulizi lao kufanya. Sasa baada ya kile kutokea, ikaonekana kuwa Marekani hawezi kufanya hiyo operation. Sasa hizi nchi za Kiarabu ambazo unaweza kusema kuwa zinaathirika kwa kiwango kikubwa, kiuhakika kuwa zingekuwa na maamuzi na sauti nje ya Marekani, tayari zingeshafanya maamuzi kuwa hatutaki hiki kitokee. Lakini ukweli kuwa hawana sauti wala hawawezi kumbishia Marekani kipi ifanye au kipi tusifanye. Ndio maana kuna kile ambacho hata wachambuzi wengi wanakubaliana nacho kuwa kuna mgogoro kati ya, mfano mgogoro kati ya Irani na Omani. Wengi wanaamini kuwa kuna maigizo makubwa yanachezeka kati ya Omani na Irani. Yaani wanajulikana kabisa Omani na Irani wako njia moja. Lakini Omani hawezi kumbishia Marekani na nguvu ya magharibi kile kinataka kufanyika pale. Kwa hiyo kuna wakati inaonekana kabisa kama vile kuna taarifa za chini kwa chini kati ya Omani na Irani wanapeana. Halafu Omani anabariki Irani afanye anachotaka kukifanya kwenye kambi zake. Hata Irani akipiga Oman anapiga katika maeneo ambayo hawezi kuleta athari. Jana kwa mara ya kwanza tangu kuzuka kwa mzozo kuwa Omani imemuita balozi wa Irani kumuuliza kwa nini unatushambulia yani kwa mara ya kwanza wanamuita baada ya mashambulizi mawili. Kuna shambulizi moja limepiga kule Musandam kwenye meli, alafu shambulizi la pili likapiga kwenye mji wa bandari wa Duqm ambao uko kilomita kama 500 kutoka Muscat. Hiyo ya pili imepiga. Sasa kwa mara ya kwanza Omani inamuita balozi wa Irani, njoo tukuulize. Na hii yote inatokana na wapi? Kumbuka mwezi uliopita Donald Trump aliitishia Omani kuishambulia. Akasema kuwa kwa sababu nyinyi mnawasapoti Irani, tutawashambulia. Kwa hiyo kuna wakati wanasema kuwa Omani, Irani wanaigiza ili kwa sababu Irani anafahamu kila kitu kinaenda. Na ndio maana hii njia ya pili ambayo inaleta mgogoro sana ni njia ambayo iko upande wa Omani. Hata wakati Irani inatoa onyo mara ya kwanza kabla ya kufanya shambulizi, ilisema kuwa hatutaruhusu njia yoyote ambayo sio ya kwetu. Hawakuhitaji Omani. Yaani hata walivyoshambulia hawakuhitaji Omani. Yaani wanaepusha kuiweka Omani, na ndio maana watu wengi wanaona kuwa kuna mchezo unachezeka. Oman na Irani wanatembea njia moja, lakini Omani hataki kuwakera wale upande wa pili. Kwa hiyo kuna wakati anampa authorize Irani, fanya unachokifanya, na huenda anampa taarifa. Hataki kuwakera wale ambao wanamlinda kwa kiwango. Lakini kituo cha anga cha Prince Hassan pale Jordan, Irani amekipiga vibaya sana, kitu ambacho kilikuwa kikitumika kurusha drone. Na jeshi la Marekani. Jordan na Iran hawa bila shaka hawana uhusiano kama ambao Irani uko nao na Oman. Sana. Kwa nchi za Kiarabu zote, Omani, Irani anaweza kuwa na uhusiano light na Omani na Qatar peke yake. Qatar hana uamuzi kwa sababu anamilikiwa na magharibi, lakini hana sana ugomvi kwa sababu mfano kuna kisiwa kimoja ambacho unajua Qatar ya baharini anapakana na Irani kwa karibu kabisa. Kwa hiyo unapotaja nchi ambazo zinamiliki Hormuz utakuta Omani, Irani na Qatar. Hawa wanakuwa karibu kabisa ambao wanakuwa karibu na Hormuz na UAE pia wanakuwa karibu. Sasa kuna visiwa ambavyo wanashare business kati ya Irani na Qatar. Sasa ukimpeleka Jordan, Misri, hawa wanakuwa moja kwa moja wako upande wa pili. Yaani wanakuwa sana na Kuwait na Bahrain kwa sababu kambi kubwa ya anga ya Marekani iko Bahrain. Kambi kubwa ya anga iko Qatar, kambi kubwa ya majini iko Bahrain ambayo imekuwa ikishambuliwa sana. Na kama unakumbuka mwezi uliopita nilisema kuwa Irani amepunguza kuzishambulia nchi kama 3 walizokuwa jirani. Hakuipiga UAE, hakuipiga Qatar na Saudi Arabia. Kwa muda mrefu amefanya tu mashambulizi kati ya Kuwait, Jordan na Bahrain kwa muda mrefu. Ni jana pekee ndiko alikovuka mstari kuanza kuzipiga tena hizi nchi za karibu. Lakini kuna muda mrefu amepita hapa hakuwa amezigusa. Japo kulikuwa kuna kashfa ambayo pia iliandikwa
na vyombo vya habari vya Israel kuwa ni kama nchi zilikuwa zimeilipa Irani ili Irani asiweze kuzishambulia. Kwa hizo tu ni hizo taarifa. Sasa athari ya hizi nchi za Kiarabu zinapata athari ya moja kwa moja, lakini hazina uwezo wa kumwambia Marekani kuwa hatutaki. Kwa sababu kuna kitu kimoja, mfano nitakupa. Unaona mikataba mingi ambayo inasaini, mfano Israel alisaini mkataba wa mwaka 79 yeye na Misri. Akasaini mkataba wa mwaka 94 na Jordan. Halafu akaja kwenye mikataba ya Abraham ya mwaka 2020 ambao aliingia UAE, Bahrain na Morocco. Hii mikataba Balkis inachotaka, hata kama sisi tumewakosea, hamruhusiwi kuzungumza hadharani. Mnatuletea memo chini. Hamtaki kutukosoa hadharani. Kwa hiyo ndio inavyokufunga. Kuwa hawawezi kukosoa, hawawezi kutoa malalamiko, hawawezi kufanya nini, na hiyo mikataba ndio inawapeleka katika hiyo style. Sasa Ibrahim Rahbi, kwa kurejea kwa vita hivi kwa kasi hii, tutaendelea kuyapata mengi na tutaendelea kujadiliana kadri muda ambavyo unatuhitaji. Shukran sana. Asante sana. Ni Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya kimataifa. Tumezungumza hapa kuhusu habari ambazo tumekuwa nazo, lakini zaidi yale ambayo yanaendelea kule Iran.